Jua linaweza kutoweka jioni lakini halijafa. Hivyo ahadi ya Mungu inaweza kuchelewa kuonekana lakini haijapotea. Sikiliza vizuri, mtu wa Mungu, mwana wa Mungu mteule ulioko hapa, ambaye Bwana amekuleta katika nchi ya makimbilio ili aseme na wewe. Usikimbilie mafanikio bila ufahamu, kwa sababu mafanikio bila hekima ni nyumba iliyojengwa juu ya mchanga. Usilie sana kwa sababu ya kuchelewa kwako. Mti mkubwa hukua polepole, mito mikubwa huanza kama vichwa vidogo, majengo marefu huanza misingi iliyo chini ya ardhi. Usivunjike moyo kwa sababu ya maumivu yako. Wakati mwingine Mungu umlea mtu wa kesho katika mazingira ambayo mtu wa leo hawezi kuelewa. Ukiona hakuna anayekuelewa, kumbuka kuwa mbegu huota gizani, tai hujifunza kuruka mbali na kelele za umati wa watu, ruru hupatikana ndani ya kini cha bahari, na dhahabu husafishwa kwenye moto kabla hawajavikwa wafalme kama taji yao. Tulia, mtu wa Mungu, jifunze kukua, vumilia, omba, soma neno, heshimu majira, kubali mafunzo ya Mungu, kwa sababu mwisho wa mtu hauamuliwi, hautambuliwi na kuamuliwa na namna alivyoanza, bali namna alivyojengwa. Amejengwaje? Na mwisho wa yote atakayevumilia mchakato wa Mungu atabeba utukufu ambao huwezi kumomolewa na upepo wa dunia, kwa maana kile kilichojengwa na Mungu hakitikiswi na misukosuko ya nyakati. Maana mizizi iliyochimbwa kwa kina haiogopi ukame, na moyo uliojengwa katika hekima ya Mungu haushambuliwi na zoruba za maisha. Kiwango kubwa cha kibali si utajiri, ni uwajibikaji. Mungu hawezi kukabidhi mataifa kabla hajakupitisha katika majaribu. Hawezi kukabidhi watu kabla hajakukabidhi tabia. Kibali kikubwa kinahitaji moyo mkubwa. Kibali si kwa ajili ya starehe, kibali kwa ajili ya kutimiza makusudi ya Mungu. Watu wengi wana mafanikio, lakini sio wote wanatimiza makusudi. Kibali cha Mungu hakipimwi kwa ukubwa wa nyumba. Kibali kinapimwa kwa ukubwa wa kusudi linalotimizwa kupitia maisha yako.